JAI imekuwa ni jumuiya ambayo inafanya shughuli nyingi, japo hapa pengine hazikutajwa zote, lakini JAI inafanya shughuli mbalimbali za kijamii kwenye eneo hili la afya. Najua itakuwa ni eneo moja tu, lakini JAI inawasitiri wale ambao wanatangulia mbele ya haki, tena Waislamu hata wasio Waislamu, yani imekwenda mpaka kwenye shughuli nyingine za kijamii. Kwa hivyo JAI inafanya mambo mengi, ndio maana nikasema napenda niwapongeze, kwa sababu najua yapo mambo mengi haya yaliyotajwa kuchangia damu na kuwasaidia wenye mahitaji ya kiafya. Inawezekana ni miongoni mwa maeneo tu, lakini JAI inafanya shughuli nyingi. Sasa kuamua kufanya jambo hili ni miongoni mwa mambo ambayo yana mustakabali mwema ndani ya Uislamu. Kwenye dini yetu ya Uislamu yameamrishwa mambo mengi mema ya kusaidiana, na kwenye swala hili la masuala ya afya pia yana msisitizo mkubwa. Kwa hivyo mbali na jitihada ambazo zinafanywa na serikali ilipoamua kuunda sheria hii namba 6 ya mwaka 95, ni kwa lengo lile lile la kuwaruhusu jumuiya zisizo za kiraia kusaidia kwenye sekta nyingine. Kwa hivyo kinachofanywa na JAI ni kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwapatia wananchi huduma bora za afya na huduma nyingine. Kwa hivyo mimi nasema hongereni sana na asanteni sana. Jambo hili ni jema, lakini kwenye Uislamu na tumeamua kufanya kongamano kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi faida yake inaongezeka maradufu zaidi, kwa sababu tupo watu wenye hali tofauti, wenye mahitaji tofauti, lakini JAI inatuunganisha kwenye kuyaendea mambo haya. Sijui mpango mkakati wa JAI ulivyo kwenye mambo yake, kwa sababu Sheikh Saidi hapa alieleza baadhi ya changamoto kwamba JAI inaonekana tukimaliza kongamano hatukutani tena. Sasa kwa kuwa ni taasisi, ninafahamu taasisi zinakuwa na mipango mikakati ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa hivyo na mimi naomba nishauri JAI, na mimi ni mwana JAI, lakini uongozi wa JAI kwa kupitia mipango mikakati yake ihakikishe kwamba kama kuna vikao vinalazimika vifanywe, basi tuvifanye ili kuona muendelezo wa shughuli mbalimbali zinazofanyika. Lakini kwa kuwa JAI ni jumuiya, wanachama ndio sisi tuliopo humu. Kwa hivyo na sisi kwa nafasi yetu, sijui ni kwa kiasi gani tunaiunga mkono JAI ili kuona shughuli zake zinakwenda. Kwa hivyo la kwanza ni kwa JAI kama uongozi kupanga, baadaye kushusha kwetu sisi wanachama ili tuweze kuyatekeleza hayo yanayopangwa na uongozi wetu. Nategemea kwamba tutaweza kufanikiwa kwenye jambo hili. Ndugu wana JAI, swala la tiba lina nafasi kubwa kwenye Uislamu. Masheikh wanatuambia hao, na hadithi zinatuambia pia, Muislamu mwenye nguvu ni tofauti na yule asiye na nguvu. Huu ni msitizo wa kuwa afya ni bora. Mtu ambaye ana afya nzuri tofauti na yule ambaye hana afya nzuri. Kwa hivyo JAI imekuja kwenye jambo hili, wanachangia damu, wanasaidia, lakini wanatuunganisha kwenye mambo mbalimbali ya kijamii, mambo ambayo ndio msingi wa dunia yetu na akhera yetu. Ndio msingi wa dunia yetu na akhera yetu. Maana Allah ametuambia mwenyewe, wa'tasim bihablillahi jamia wala tafarraqu. Kwa hivyo muungano kama huu ni miongoni mwa kuungana, kushirikiana kwenye mambo mema.
Sasa JAI iendeleze haya mambo kwa sababu yana mustakbali nzuri wa dunia yetu na akhira yetu. Kwenye mada hapa nimeona kwamba mada ya kwanza ni tenda wema kama Allah alivyotenda wema juu yetu. Allah anatenda wema na anaendelea. Maana hapa tulipo tukiulizana hapa, nani ananunua hewa? Hii hewa tunayovuta hapa tunalipia? Si tunapata bure? Huku kuona tunakoona tunalipia. Kwa hivyo katika kila hatua Allah anatenda wema. Kwa hivyo na sisi tunatakiwa tutende wema. Sasa huu uko kwenye maeneo tofauti. Kwenye huduma ya afya tenda wema. Ukiunga mkono JAI kwenye kuchangia umetenda wema, kwa sababu unatenda wema kwenye jambo ambalo watu wanakusudia kwenye kutenda wema. Kwa hivyo wema ni mwingi, Allah anatutelea wema mwingi, na kwa kutupenda kwake akatuwekea vigezo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mengi kayaweka ambayo ukilifanya wewe unapata thawabu. Si wema huo? Katika ngazi tofauti Allah katuwekea na mafungu, ukifanya hili basi nakulipa hivi, ukifanya hivi nitakulipa hivi. Kwa hivyo Allah anatutendea wema na sisi tutende wema. Lakini kuna fikhi na utabibu. Hiyo ni mada ambayo imetajwa kwamba itazungumzwa hapa, fikhi na utabibu. Wapo mashehe, wapo wahadhiri ambao wanaelewa haya mambo, watatuambia kwa undani wake. Lakini mada ya tatu itakuwa saumu yako na ucha Mungu wetu. Saumu zetu na ucha Mungu wetu. Kwenye jambo hili la saumu, ndugu wa Islam na wanajai, ibada nzima ya saumu imeelekezwa kwenye ucha Mungu. Ama sivyo mashe? Ibada nzima ya saumu imeelekezwa kwenye, na ndio maana huku tunatakiwa tuchunge hata mazungumzo. Ukienda kidogo kinyume utakuwa umesengenya. Ukisengenya saumu ipo. Hata kwenye kuchuma, ukikengeuka kidogo kwenye kuchuma, ukala kile ambacho hakistahiki kuchuma cha haramu, utakuwa umekengeuka kwenye ucha Mungu. Kwa hivyo saumu imekuja kutuelekeza kwenye kila jambo la ucha Mungu wetu. Na nilijaribu kuchungulia kwenye sehemu kidogo hapa kwenye mwongozo, kuna kitu nikakiona, jitathmini kila siku baada ya kumaliza kufutari. Hii ni self evaluation, wazungu wanaita self evaluation. Na sisi huku tunaambiwa hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Jihasabu mwenyewe, fanya self evaluation. Leo tangu asubuhi mimi nimefanya lipi ambalo lina maelekezo na lipi halimo kwenye maelekezo? Na ukishakufanya hilo unatakiwa ufanye nini? Maana ukijua hapa nishateleza, Uislamu unakuelekeza ufanye nini? Kwa hivyo saumu yetu na ucha Mungu wetu, hii ni mada ambayo tutapewa hapa. Lakini nyingine ni maadili katika utabibu. Tutakuja kupata mada hii ya maadili katika utabibu, na kwa bahati najua humo wataalamu wa afya wamo, wale madaktari wabobevu wa zamani wamo, kina Dr. Saidi namuona hapa, na wengine Dr. Hamisi Madungu namuona, na wengine Dr. Msanifu na wengine. Lakini na wamo wale wachanga wale walioajiriwa miaka hii ya karibuni. Kwa hivyo tutapata mada hii, maana wakati mwingine inakuwa ni changamoto kidogo, na tunazungumza hivi tukiwa mitaani. Mbona ukenda kwa wenzetu wasiokuwa
unapokewa vingine, unahudumiwa vingine, lakini kwetu si hivi. Kwa hivyo najua yapo maadili ya kitabibu, lakini pia yanaufungamana na muongozo wa Uislamu. Hayo nayo tutaelezwa. Kwa hivyo mategemeo yangu ni kwamba kwenye kongamano hili tumekuja kwenye darasa la kuvuna ucha Mungu na Uislamu wetu. Mimi nitaomba tufuatilie kwa vizuri mada zitakazowasilishwa, tuzisikilize vizuri, tuchangie ili tuweze kupata manufaa zaidi. Sheikh Saidi hapa alizungumza jambo moja linalohusiana na kuwa balozi wa kuwaambia viongozi wengine kwenye kuiunga mkono JAI. Jambo mimi nimelikubali kwa sababu na mimi ni mwana JAI. Lazima tuelezane umuhimu na kwa kazi inayofanywa. JAI ni jumuiya isiyo ya kiserikali. Inahitaji mchango na kushikwa mkono na kila mtu na kila kiongozi. Kwa hivyo kwa nafasi yangu naomba niahidi kwamba hili inshallah kwa pamoja nitalichukua kwa ajili ya kulifikisha kwa viongozi wengine. Ndugu viongozi mbalimbali tuliopo hapa na wanajai, lengo ni kwenye kongamano. Kwa hivyo mimi nilitakiwa nifungue tu kongamano hili. Kwa hivyo kwa namna kipekee naomba sasa nitamke kwamba kongamano la 4 la madaktari na wahudumu wa afya, kongamano la 5 la madaktari na wahudumu wa afya lililoandaliwa na taasisi ya Jamiat Akhlaq Islamia nimelizindua rasmi. Asanteni sana. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.